Mwenyekiti, habari za asubuhi. Safi bwana, habari ya asubuhi. Nzuri kabisa, unazungumza na Juma Hayo hapa kutoka Crown. Ndio. Hakuna shida. Vipi? Habari za huko? Sisi tuko salama kabisa na tumekupigia simu hapa, tuko kwenye kipindi na tunatamani kwanza tuwapongeze kwa kuwa na kikao kizuri sana ambacho kilifanyika pale Kahama, na kwenye kikao hatimaye bodi ya ligi tukampata mtendaji mkuu Bwana Barnabas Colney. Pengine tunatamani kusikia kutoka kwako kama mwenyekiti wa bodi, unamzungumziaje afisa mtendaji mkuu mpya wa bodi ambaye sasa mnakwenda kushirikiana naye katika kusukuma gurudumu ndani ya bodi ya ligi? Kweli Barnabas, kwanza ni washukuru tu, ni kamati tendaji pamoja na uongozi wa mzima wa TFF kwa kumteua Bwana Barnabas kumpa nafasi hiyo. Mimi vile kama mwenyekiti wa bodi vile nimeshukuru kumpata Barnabas. Ni mtu makini sana, ni mtu makini ambaye alikuwa kwenye TFF kwa muda mrefu, kwa hiyo nafikiri uzoefu wake utasaidia sana bodi ya ligi. Na malengo makubwa sasa kwenye bodi yako hii ambao wewe ukiwa kama mwenyekiti na Barnabas akiwa kama CEO, mna mrengo upi na bodi yenu hii ukiachana na bodi iliyopita? Kama unajua, kwanza tuende kwenye kazi ya msingi ya bodi ya ligi ni kusimamia na kuendelea usimamizi na kuendeleza hii ligi zetu hizi tatu. Ndio. Kwa hiyo malengo yetu makuu hasa ni kuzidi kuifanya ligi yetu kuwa bora. Kama unajua sasa Afrika tuko katika hiyo nafasi ya 5, si kitu kidogo katika nchi 54, wewe unakuwa nafasi ya 5. Ni malengo makubwa, lakini kwa nini tuwe nafasi ya 5? Bado ziko nafasi nyingine ziko juu yetu. Kwa hiyo malengo yetu ni kuifikisha mbali zaidi ligi yetu, lakini huwezi kufikisha kwa numbers tu, kuboresha vile vile ligi yenyewe ndani. Kwa hiyo katika kuboresha ndani pia unahitaji watu ambao wako makini kama Barnabas kuja kuleta mchango wake ili kuhakikisha kwamba tunazidi kusonga mbele. Na watu wengi wamekuwa kizungumzia swala la ule uhuru wa bodi. Hii bodi yako inakwenda kuwa huru kwa kiwango gani katika kuamua mambo ya mbalimbali ya mpira wetu, ya ligi yetu, ili tuwe na ligi bora zaidi, itoke namba 5 ipande zaidi mpaka pengine 3 bora na hata iwe ya kwanza Afrika? Bodi yetu kusema iwe huru izidi kupanda juu, kwa sababu mpaka inafika nafasi ya 5 bado iko hapa, na ndio iko uhuru upi ambao watu wanautaka. Watu wengi wanapigia kelele kutaka uhuru ule ambao labda iwe peke yake kijiamulia na mambo yake, lakini kwani hapa ilipo iko chini ya usimamizi wa TFF, na ndio ambao wao wali wasimamizi wakuu wa mpira wa nchi yetu. Ni njia njema kabisa. Wapi ligi yetu ilikuwa, wapi tulivyokuwa tunacheza, wapi tulipokuweko na katika ufadhili, mpaka hapa tulipo katika mfumo huu bado tuko huru na tunaendelea, tutafanya kazi yetu kwa huru kabisa, tukiwa chini ya usimamizi mkubwa wa msimamizi mkuu wa soka la nchi yetu mwenye dhamana ambayo ni Federation, chama cha soka ambayo ni TFF. Na zoezi kubwa sasa hivi ambalo lipo ni swala, kuna changamoto ya ratiba ya kwenye ligi. Mwenyekiti, imekuepo kwa namna moja ama nyingine, bodi imekuwa ikipambana nayo, inaiweka sawa, lakini kuna swala la sponsorship kuongezeka. Hili mmejipanga nalo vipi kuhakikisha tunakuwa na sponsors wengi zaidi kwenye ligi yetu ili vilabu viendelee kuishi na kupata fedha nyingi kutoka kwa sponsors? Nikiri tu kwanza tukianza kwenye ratiba, kweli kumekuwa na hii panga pangua, lakini ambayo sasa nafikiri itakuwa imetulia mpaka ligi yetu itamalizika. Hakutakuwa na haya tena, kwa sababu kama ujuavyo, huu ni mwaka mmoja wa aina yake wa pekee. Ni mwaka ambao kulikuwa na matukio makubwa ndani ya ligi yetu. La kwanza tulikuwa wenyeji wa CHAN hapa, timu yetu ikashiriki AFCON na kufika mbali zaidi, ikiwahitaji wachezaji wetu kucheza kule. Timu zetu 4 kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi zimeingia robo finali, zikawa na michezo kule ya kucheza. Kwa hiyo tukawa tunazikosa karibu timu 4 katika ligi yetu kwa wakati mmoja, na ukisema timu 4 zipo kwenye majukumu yake yale ya Afrika. Kwa hiyo kuna timu nyingine 4 hapa zikiwasubiri wao, kwa hiyo tulikuwa tutakosa karibu nusu ya timu kwa muda wote. Kwa hiyo kutokana na hali ili tulazimu kuwa na hii pangua ya ratiba. Lakini vile vile kuhusu sponsors ni kitu ambacho tunakipigania wote, na sponsors
hakuna mtu ambaye atakuja mahala ambapo hapana utulivu. Ndio maana unaona bado tunasisitiza, tunapambania utulivu na uweledi katika uendeshaji wa hii ligi, ili hawa sponsors walikuwepo waendelee kuwepo na wengine wafutike. Na kama unavyoona kila uchao bado tunaendelea kupata wadhamini wengine, na bado tunapambana kuendelea kuwapata wengine. Ndio maana nimesema kwamba Barnabas ni mtu mmoja makini sana. Yeye ni mtaalamu mambo ya fedha na uwekezaji. Kwa hiyo nafikiri yeye itakuwa ndo task yetu kubwa kabisa ya kumpa, kuhakikisha tunazidi kupata wadhamini ambao bado kimsingi itakuwa TFF ndo wasimamizi wa hao wadhamini kuja kwenye mpira wetu ili tuweze kusonga mbele zaidi. Father, sisi tunakushukuru sana na tuna imani kabisa tutakupeni ushirikiano ili tuwe na ligi bora zaidi. Pale ambapo kutakuwa na changamoto, kazi yetu ni kukosoa. Mnapofanya vizuri pia kazi yetu ni kuwasifia na kuwapongeza, ili tusukume gurudumu letu lote kwa pamoja hapa Tanzania katika soka letu na hasa kwenye ligi yetu. Na mimi nashukuru sana, mna mchango mkubwa sana, kwa sababu hii kauli yangu wanairudia kila siku. Hakuna mwenyekiti wala kiongozi wa klabu ambaye anaichukua ligi yetu inafika sasa dunia nzima inazungumzwa, ni nyinyi ambao mnafanya kazi. Kwa hiyo wanasema kwa pamoja ili gurudumu la soka la nchi yetu si dhamana ya bodi ya ligi na TFF peke yake, na nyinyi kwa pamoja, kwa sababu hata kazi mnaoifanya katika kuipambania ligi yetu, kuipaisha juu zaidi, na nyinyi mna mchango. Kwa hiyo niwapongeza na nyinyi kwa upande mmoja. Basi tunakushukuru sana, tukutakia asubuhi njema. Asante sana. Asante sana Idrisa Nasur Father, huyo mwenyekiti wa bodi ya ligi akizungumza na sisi. Msikia Idrisa, mipango mizuri, ratiba itakaa sawa sawa, sponsors watakuja. Barnabas mimi namfahamu, nimewahi kusafiri naye zaidi ya mara 2-3 kwenye national team, namfahamu vizuri. Na ni mtaalamu wa fedha hapa. Father anasema mipango inakuja mizuri. Yes, ni kitu kizuri ambacho tunakihitaji pia kutoka kwake, ambao walikuwepo au ambaye alikuwepo na Maska Songo alifanya kwa namna yake na sasa hivi ameondoka. Unajua wanasema cheo ni kama kota kwa zima Juma. Ndio. Kuna wakati utarejesha kwa mwenyewe. Kwa hiyo anayekuja hakikisha namna gani bana, basi tunatoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine, na kazi ya CEO inafahamika. Kwanza kuimarisha mahusiano kati ya bodi ya ligi pamoja na wadau ambao ni hao wadhamini au Juma, kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa, lakini kusimamia kanuni, kuhakikisha kwamba ligi inakuwa kila kukicha. Leo hii kuna watu wamefanya kazi kubwa sana Juma mpaka kufikia hapa tulipo, kwamba ligi yetu ni namba 5 kwa ubora pengine barani Afrika. Maana yake kuna kazi pia ilifanyika, na ikiwemo na hao viongozi ambao walipita huko. Kwa hiyo yeye anachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba tunatoka hapa, ikiwemo kuhakikisha kwamba vilabu vinafuata sheria na kanuni ambazo zimewekwa na bodi ya ligi, kuhakikisha kwamba kunakuwa, yani anakuwa kama kiungo. Unajua kiungo kazi yake ni kuconnect kati ya bodi ya ligi pamoja na TFF na hivi vilabu, kuhakikisha kwamba kunakuwa na mahusiano positive. Yale ambayo yashawahi kutokea yasijirudie tena. Unakumbuka msimu uliopita Juma, kulikuwa na taharuki kweli hapa. Mambo ya tunacheza hatuchezi ni vitu ambavyo vina chafua ligi husika, unanielewa? Kwa hiyo kama mkurugenzi au mtendaji mkuu wa bodi ya ligi anatakiwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa, na jukumu hilo tunaanzia sasa hivi baada yeye kuwepo kwenye hicho kiti. Mimi namtakia kila laheri Juma. Na hatuhitaji kustiki hapa, yani hapa tulipo hapatoshi, yani yeye mpaka anafika hapa kuna watu wamefanya kazi kubwa mpaka kufika hapa. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba tunatoka hapa. Alikuwa anazungumza mwenyekiti hapo bodi ya ligi, mzee wangu Nasoro, kwamba anatakiwa ahakikishe kwamba au tunawaita wafanyabiashara, wawekezaji wakubwa wanaongezeka kwenye ligi yetu, kwa sababu mkwanja unapokuwepo wa kutosha kuna vitu vinafanyika. Leo hii nitakwambia Juma, tuzo msimu uliopita zijafanyika. Sure. Na ukienda deep down huko nyuma huko utakutana na mambo ya fedha kwamba ya kuwepo. Kwa hiyo hivi vitu hatuvihitaji tena kwenye ligi. Fedha na uzembe. Na uzembe. Lazima iwe clear hiyo. Fedha na uzembe. Fedha na uzembe. Kwa unanielewa? Kwa hiyo hivi vitu havihitaji tena kujirudia. Ni aibu Juma, ni aibu. Kwa hiyo mimi namtakia kila laheri kwenye jukumu lake jipya. Evans, issue ni kanuni, unajua wakati mwingine, kwa maana kwamba kwenye kwa mfano kitu alichozungumza Ashraf kwamba msimu uliopita kulikuwa na hiyo incidents hiyo tunacheza na vitu vingine kama hivyo. Mwisho siku tutaje kuangalia ni kwamba kuna issue za kanuni ambazo pengine zikufuatwa.
CEO mpya wa bodi ya ligi ana kazi gani au ana wajibu gani kuhakikisha kanuni na sheria na taratibu za ligi yetu zinafuatwa na vilabu, especially kwa hivi vilabu vinafahamika kwa jina la Simba na Young Africans, kwa sababu hivi ndio vilabu ambavyo mara nyingi sana vinakuwa. Kwa mfano juzi hapa amezungumza hapa Crescencio Magori kwa jana ilikuwa kuhusiana na mechi, kwamba mechi ilikuwa inaweza kuchezwa kwa Mkapa usiku. Mashindano Qur'an yamalizika saa 7. Sio, umeelewa? Watu wakapeleka mechi. Watu wamepeleka mechi Zanzibar. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukifuatilia vizuri hapa ni kama kuna hizo contradiction ambazo kila siku zinaibuka hapa. Na Simba na Yanga ndio wanaonekana wenyewe wanaweza kuwa ni wahanga wakuu au wakawa wanataka favor zaidi. So, yeye kama CEO ana kazi gani kuhakikisha haya yote hayapo? Yaani kama ni adhabu hawa wanapata adhabu, kama ni kitu gani ambacho kinapaswa kutokea ili kuwafundisha wengine kwamba lazima ukifanya hivi kuna adhabu kubwa utakutana nayo, lazima kifanyike. Nataka nijue ana kazi kiasi gani kuhakikisha haya yanatokea. Ana kazi ngumu sana Rich, kwa sababu mimi naamini yeye amejifunza kupitia watu waliokuwepo. Mfano Almas Kasongo mwenyewe. Yes. Na moja kati ya vitu vigumu zaidi duniani tunasema ogopa kujifunza kupitia makosa yako. Yani jifunze kupitia makosa ya watu wengine. Naamini yeye anajifunza kupitia makosa ya watu waliomtangulia kwenye hiyo nafasi. Changamoto kubwa ilikuwa ni kwenye kufanya maamuzi yanapokuja kuihusisha Simba na Yanga. Hapo ndipo pamekuwa pana changamoto, lakini ukiangalia kwenye majukumu yake ya kazi ya kila siku ni pamoja kusimamia kanuni na nidhamu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yeye anatakiwa kudeal navyo moja kwa moja, na ndio kitu ambacho kinaweza kikampa heshima au kikamuondolea heshima kwenye nafasi iliyokuwa nayo kwenye issue nzima ya kusimamia kanuni za ligi, namna ambavyo mashindano yanaendeshwa, haki iwe kwa watu wote. Yani unajua sisi tumekuwa kwenye mazingira ambayo ikitokea ni Simba na Yanga kuna utofauti kabisa, unaweza kaisi labda hii ligi ni ya watu wawili tu. Lakini tunazungumza ni ligi na timu 16, lakini hiyo favor mara nyingi inakuwa ni kwa Simba na Yanga. Angalia kauli zilizotoka kutoka kwa rais wa TFF kuelekea mechi ya Simba na Yanga. Hiyo kauli huwezi kuisikia kwenye mechi ya Namungo na Pamba. Huwezi kuisikia kauli. Kwa hiyo hivi vitu tunahitaji yeye aende kuvisimamia, kwa sababu ndo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Shughuli zote za ligi ziko kwake. Usimamizi wa kila kitu cha ligi kiko kwake. Kwa hiyo yeye ana jukumu la msingi zaidi kuhakikisha anaenda kuweka vitu kwenye njia ya tofauti na ile ambayo watu wameizoea. Kanuni zinataka nini? Watu tuishi kwenye kanuni. Adhabu yako itakuwa ni nini ukikiuka kanuni? Adhabu zifuatwe. Haya, unajua kuna baadhi ya matukio unaweza ukasema yes, hapa tunatumia busara, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanafanya maksudi ili turudi tu kwenye busara, maisha mengine yaendelee. Mimi naamini kama nataka kutengeneza utofauti ni asimame tu kwenye kanuni, ni nini kinataka. Nidhamu ya mpira inatakiwa iwe pale na vitu vingine. Kuna swala la pressure maybe, kwa sababu wakati mwingine sio kwamba wajui kwamba wana hizo kanuni za kufuata. Sijui umeelewa? Kanuni zipo na wanaamini wanaweza kazi apply na wamezisoma na wanajua kabisa bodi ya ligi ni kitu gani kinahitajika. Lakini kuna hiyo pressure maybe ambayo inatoka labda pande zote mbili, kwa sababu tunajua kabisa inaweza katokea siku moja tena ikajirudia issue tofauti, lakini ikawa inamfanya CEO awe katika wakati mgumu zaidi kuhakikisha watu wote hawa wanakuwa sawa. So mwisho siku anaweza akaamua situmie kanuni akatumia busara kwa sababu hiyo pressure. Inawezekana akatumia busara, lakini unatumia busara kwenye jambo gani? Kuna baadhi ya mambo utakiwa kutumia tena busara. Yani leo hii tunazungumza masuala ya sujui ya ulozi. Yani busara inatumika kwenye nini tena? Tusimamie kanuni, kwa sababu ni vitu ambavyo vimekuwa vinajirudia. Ingekuwa ndo tukio ndo kwa mara ya kwanza, tunasema hili tukio ni kwa mara ya kwanza na limekuwa kwenye mazingira ambayo kila mtu anaona yes it's fair tukitumia busara, lakini ni mambo yale ya kujirudia kila siku. Sidhani kama tunahitaji masuala tena kuangalia na usoni. Na unajua pressure nyingine Ashraf, inaweza isitoke kwa Simba na Yanga. Kuna viongozi wa kisiasa pia ambao ni mashabiki wa hizi timu. Na hapo ndo nilikuwa nataka niongeze kitu hapo Evans, kwamba viongozi wote wa mpira na ambao waliopo nje ya mpira waiache bodi ya ligi ifanye kazi yake. Fair comment. Yani kuna vitu huwa vinatokea ambavyo vinapelekea wakati mwingine kuleta ugumu. Unajua leo hii ni ngumu kuja kuzungumza hapa nje. CEO wa bodi ya ligi kuja kuzungumza kwamba nilipigiwa simu na mtu fulani, si ndio? Lakini kama mwandishi ukifanya tafiti ukienda huko deep down unagundua kwamba kuna viongozi wakati mwingine huwa wanashinikiza pressure kwa hawa viongozi ambao walioko pale kwenye kufanya maamuzi. Unanielewa? Wakiwemo pia viongozi pia wakubwa kutoka kwenye hivi vilabu viwili wanatia sana pressure kule. Yaani wakati mwingine ambao timu inapotakiwa kufanya maamuzi kama bodi, kama muhimili ambao unajitegemea na wao wanasimamia kanuni na sheria za bodi husika, za ligi husika, hamtakiwi kuwapa pressure. Waache watu wafanye kazi yao kwa kusimamia kanuni. Juma, leo hii wewe unakuwa kiongozi mkubwa, ni shabiki wa Simba au ni Yanga. Unapopiga simu moja kwenda huko
yeye anaogopa. Yani unajua kuna weledi afu kuna maisha. Kuna msemo wako Juma unazungumza. Wewe chati kwenye group afu kuna muda mtabaki wewe na nani? Na HR sasa hapo ndio utajua yani. Sijui unanielewa. Kwa kuna muda viongozi wapunguze maelekezo. Yani viongozi wapunguze watu waache taratibu zifuatwe. Yes, yani kama tumeamini kuweka watu kwenye hizo position. Waache watu wafanye kazi. Umeona kwenye ile sakata la tucheze tunacheza. Ukienda deep down huko Juma huko. Watu walikuwa wanaingilia majukumu ya watu tu. Walikuwa wanapiga simu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.